Asante na karibu. Sasa tukiendelea na matangazo yetu haya moja kwa moja, baada ya kufahamu hayo mengine, tuangalie msimu wa 9 wa Serengeti Safari Marathon ambayo inatarajiwa kufanyika Novemba 14, na tunayazungumza yote haya tukiangalia jinsi michezo inavyofungua milango ya utalii na uchumi endelevu hapa nchini na Afrika Mashariki kupitia Serengeti Safari Marathon. Tumeungana naye hapa Amani Timothy, huyu ni mkuu idara ya ubunifu na vijana Serengeti Safari Marathon. Utatufafanulia. Karibu sana. Naamini nitakuwa na wakati mzuri pia wa kufahamu ukiwa ni msimu wa 9. Naamini yako mengi ambayo yamefanyika kwenye misimu kadhaa iliyopita, kwa maana 8 na huu wa 9, jambo gani la tofauti? Karibu kwanza watu wafahamu kwamba Serengeti Safari Marathon ziko nyingi, ni aina gani hii? Tofauti wake ni upi? Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Amani Timothy Mdinka, ni mkuu wa idara ya vijana Youth and Innovation pale Serengeti Safari Marathon. Hizi mbio zimekuwa zikifanyika kwa muda wa miaka 9 sasa, kuanzia 2018, na mwaka huu tunategemea kuifanya hii mbio tarehe 14 Novemba 2026. Serengeti Safari Marathon is an event, sio tu mbio, lakini ni event ambayo imebeba matukio mengi makubwa yenye kukuza uchumi wa nchi, lakini kuleta sustainability katika economic activities zinazofanyika hapa nchini, especially tukizungumzia kwenye sekta ya utalii. Mwaka huu kuna upekee mkubwa sana wa youth wa blue green economy, ambapo tunaposema blue green economy ni uchumi wa maji na uchumi wa mali asili. Unajua utalii umekuwa sana based, watu wanauona ni wildlife tourism, lakini una another picture ambayo ni utalii wa maji, na kidogo umefanywa vizuri sana upande wa Zanzibar, lakini kuna opportunity nyingi sana katika Lake Victoria, ambapo ndo ukanda ambao mbio hizi zinafanyika. Blue green economy tumeona tuifungue msimu wa 9, kwanza kwa sababu our partners TANAPA wameona opportunity ya kuongeza Lake Victoria iwe part ya Serengeti Safari ya Serengeti National Park. Kwa hiyo part of the ziwa sasa hivi iko ndani ya hifadhi ya Serengeti. Kwa hiyo mpaka hapo tunaona kwamba ni ubunifu mzuri sana umefanyika na Serengeti National Park. Kwa hiyo kuna visiwa viko ndani ya ziwa ambavyo ni vivutio vizuri sana. Kwa mfano Ukerewe Island, kile kisiwa kina historia nzuri sana, na kupitia blue green economy dunia itaenda kuifahamu Ukerewe, na tutaongeza mgeni akae muda mrefu sana hapa nchini. Yani asiondoke, aache kwenye mnyororo, akimaliza Serengeti anaingia ziwani, aunganishe. Safari ndefu. Sawa. Nimeona mmeandika kauli mbiu kwamba mwezi wa 8 ni wa Afrika Mashariki. Mpango ni mpango maalum wa kuifanya pengine Afrika Mashariki kuwa kivutio cha aina gani, kuwa sehemu ya aina gani? Na mkisema mwezi wa 8 ni wa Afrika Mashariki, dhumuni hapo kipi kimelengwa? Okay. Mbio za Serengeti Safari Marathon, nimesahau kusema, ni mbio za kimataifa pia. Tunalenga kuunganisha mataifa yote haya ambayo yako ndani ya East Africa Community. Tukisema Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na mataifa mengine yote ambayo yako ndani ya East Africa Community. Kwenye kalenda yetu mwezi wa 8 huwa ni mwezi wa East Africa, na tunafanyaga na East Africa Tour. Tunasafiri kutokea huku kwenda mpaka Uganda, mji unaitwa Kasese, ambapo kuna mbio kubwa sana zinaitwa Taskalite Rwenzori Marathon, ambazo ni mbio kubwa katika nchi ya Uganda. Na tumekuwa tukipatana nao Rwenzori Marathon kwa muda wa miaka 4 sasa. Sasa mwaka huu tumeona tuweze kuwashirikisha wadau wa utalii, lakini pia wakimbiaji tuweze kutoka nao Tanzania, tuende nao tuzunguke nao, tupite Kenya, tuende pia mpaka Kasese. Tumefanikiwa kupata watu wengi na mwitikio kiukweli ni mzuri. Rwenzori Marathon wametufanyia mambo mazuri, tukishirikiana pia na ubalozi wa Uganda, wametupa ushirikiano mzuri. Tutakapokuwa Rwenzori pia wametupa banda ambalo litakuwa limebeba nchi ya Tanzania. Kwa hiyo Serengeti Safari Marathon inaenda kurepresent nchi ya Tanzania ndani ya Uganda. Yes. Sawa. Mkuu wa idara ya ubunifu na vijana, hebu waambie vijana wanaokaa ukanda wa ziwa Victoria namna ambavyo safari Serengeti Marathon itawaletea fursa za kutosha. Umewaambia kuhusu blue green economy,
kuna kajambo umebakiza, maana wewe ni kijana mwenzao kabisa. Tuambie watapata fursa gani? Okay. Blue Green Economy inaleta fursa sana kwa kanda ya Ziwa, especially vijana. Namba moja, wenyewe kuelezea utamaduni wao. Unajua ukanda wa Ziwa umebeba sana watu wanaoishi pembeni ya Ziwa, wengi ni wavuvi. Kwa hiyo hii Blue Green Economy ni fursa ya wao kuelezea utamaduni wao wa uvuvi, maisha yao ya uvuvi, historia, kwa nini wanategemea sana uvuvi. Lakini pia kupitia Blue Green Economy watakuwa wanapata watalii ambao wakienda kule wanawapa cultural experience. Kwa hiyo ni opportunity ya kwanza, lakini pia opportunity ya pili, wanaongeza masoko ya wao kuuza bidhaa za samaki, kwa sababu kuna investors wataongezeka kwenye visiwa, watajenga mahoteli, kutakuwa na boats ambazo zitakuwa zinapita ziwani. Obviously watakuwa wanahitaji chakula kutokea ziwani ambayo ni samaki. Kwa hiyo hizo ni opportunity na nyingi zingine. Sawa. Yeah. Tukizungumzia Ziwa Victoria, tutaweka mikoa mingi. Hizi mbio zinafanyika wapi? Ni ukanda wote ama kuna eneo ambapo ndo watu watakusanyika watakimbia hapo, ili tuanze kwa zima raba sasa? Yeah. Sababu pia sisi ni wabia. Sahihi kabisa. Hili jambo la kwetu kabisa. Azam kiukweli ni partners wetu, na hili jambo tunawashukuru sana kwa kulibeba kwa mikono yote miwili. So mbio za Serengeti Safari Marathon zinafanyika geti la Ndabaka geti ambalo ndio geti kuu la Serengeti National Park. Na pale ndipo watu wote kutokea dunia nzima wanakuja kwa ajili ya kuanza hizi mbio. Kwa maana zitaanzia pale. Yes. Kabisa. Na zinaanzia ndani ya hifadhi kuja nje ya hifadhi. Sasa hivi tunazungumza kuhusiana na sport tourism. Wakati huo yapo mazao pengine mapya ambayo yataibuka. Ni mazao gani hayo ambayo mnataka kuyafungua kupitia tukio hili? Kwa sababu tumeshuhudia mazao mengi ya utalii ikiwemo ya mikutano, ya vyakula. Na sasa tunazungumza kuhusiana na sport tourism. Nini mmekitarget kwenye eneo hili la sport tourism, lakini pia kufungua masoko mengine? Yeah. Kuna philosophy moja mpya sana na nzuri inaitwa active tourism. Active tourism ni utalii ambao unajumuisha sports tourism, unajumuisha cultural tourism, unajumuisha food tourism, ulaji wa chakula kidogo vya asili. Yes, vya asili. So Serengeti Safari Marathon, sports tourism ni kipengele kimoja ambacho kiko ndani ya Serengeti Safari Marathon, lakini kuna hizi vipengele vingine ambavyo vyote vinabebwa na active tourism. Ndio kama hii Blue Green Economy sasa inakuja kuicomplement sports tourism. So kupitia Blue Green Economy ndipo tunavyoiona sports tourism, kwa sababu watu wanavyokuja kukimbia wataspend hela kuingia ndani ya hifadhi, wataspend hela kwenda ziwani kuzunguka na kununua vyakula vya pale, wata experience vitu vingi tofauti. Amezungumza hapo awali kuhusiana na ile safari ya kuzunguka Afrika Mashariki kwenye mataifa hayo. Safari hii inahusisha mambo gani ambayo pengine yatasababisha watu ambao wako kwenye maeneo hayo waweze kushiriki? Ni vitu gani ambavyo vinaenda kufanyika kwenye hayo mataifa ambayo tunaenda kuyazunguka, maana Afrika Mashariki? Ni kitu gani ambacho kinaenda kufanyika kwenye hichi kipindi, kwa sababu ni kutoka Agosti hivi sasa mpaka Novemba ndio tukio lenyewe. Nini kinaenda kufanyika? So kwenye safari yetu tutakuwa tunapita Kenya na Uganda. Kenya tumepartner na watu wa Lake Victoria Basin, wako Kisumu ambao ndio headquarters zilipo za Lake Victoria Basin. Tutasimama pale, tutakutana na wale watu, tutaenda kwenye zile headquarters, na tutakapokuwa pale watatuelezea ni kuna benefits gani wao kama Lake Victoria Basin wanazipata baada ya Blue Green Economy kukua. And baada ya hapo tutaelekea Rwenzori ambapo sasa ndo unajua pia mji wa Kasese huko karibu sana na ziwa. Kwa hiyo na lenyewe tayari liko very impacted na ziwa Victoria. Kwa hiyo hii miji miwili ndo miji mikuu ambayo ndo inabeba sasa ili lengo letu la sisi kwa nini tunasafiri. Yes. Nimesikia kwa habari ya food tourism. Nafikiria sasa hawa watu wakija watakutana na kichuri, watakutana na ugali, watakutana na vitu gani? Hii nafasi ya kutangaza Tanzania kupitia vyakula vya asili mtafanyaje? So umegusia hiyo engo. Hiyo engo iko kwenye upande wa Tanzania sasa. Kwa maana wenyeji. Yes. Kwenye vile visiwa ambavyo viko ndani ya ziwa. Unapoenda kule, sisi tulibahatika kama team kwenda kule kufanya excursion. Kiukweli tulipata bonge la experience kwa sababu
tulifika kule na tukapokelewa vizuri sana na wenyeji wetu kule visiwani, lakini pia tukapata ku-experience chakula chao. Kule chakula chao kikuu ni samaki, na wanavyopika samaki ni kipekee na kitofauti. Kiukweli mimi mwenyewe sijawahi kuonja ule utamu wa wale samaki. Sasa sijui ni kwa sababu wanavuliwa ndo unakula au unatusimama mazuri haya Amani. Yeah. Kwa hiyo basically chakula ambacho ni common kule waga ni samaki, lakini ni lazima ukaonja hawa samaki namna gani wanavyoandaliwa. Umezungumza kwamba mwezi wa 8 ndo mnautambua ama mnautaja kama mwezi wa Afrika Mashariki, lakini marathon inaenda kufanyika mwezi wa 11. Kwa nini mwezi wa 11 na sio mwezi huu ambao ndo wa Afrika Mashariki? So mwezi wa 11 kwanza ndo series ya event zetu zote zinafanyika hicho kipindi mara zote. Yes. Lakini namba 2 kuna ile before the marathon kuna ile wiki nzima ambayo inabeba event tofauti tofauti. Kwa mfano Jumatatu kunakuwa na siku ya kupanda miti, kunakuwa na UNDP Day, kunakuwa na Business Forum, kuna Serengeti Active Tourism Expo. Hizo event zote zinafanyika before tarehe 14. Kwa hiyo huu mwezi kwanza Novemba kidogo utalii kwanza, wageni wanakuwa kidogo wamepungua, kwa hiyo tunaweza kupata tour operators kushiriki kwa urahisi sana. Tukiangalia sasa maandalizi na pengine matarajio ni washiriki wangapi ambao mnawatarajia, na ukiangalia kipindi kilichopita mnategemea ongezeko lolote? Yes. Kiukweli miaka ambayo imepita sasa tumekuwa tukipata wakimbiaji kutokea namba kubwa zimekuwa zikitokea East Africa, Kenya, Uganda, Rwanda, lakini mwaka huu kiukweli tunategemea mataifa yataongezeka. Zaidi ya mataifa 15 duniani yatakuwepo ndani ya hifadhi ya Serengeti. Wakimbiaji watakuwa zaidi ya 3,000. Kwa hiyo mwaka huu kidogo mambo ni mengi na ni mazuri sana. Kwa hiyo kila mtu anakaribishwa kushiriki. Yeah. Sawa, wakati hayo yakiendelea kufanyika, nimekuuliza kuhusiana na idadi ama namba ambayo mnatarajia kamili, ama mnaikadiria kwamba itashiriki. So kutakuwa na washiriki zaidi ya 3,000 ndani ya hifadhi, ndani ya eneo la tukio, tukizungumzia exhibitors, wakimbiaji na watu wengi zaidi ya. Na namna yao ya kujisajili ama namna yao ya kuwafikia inakuwaje? Okay. Namna ya kujisajili tuna platform ya Instagram ambayo ndo we have all the details pale, ambazo ni Serengeti Safari Marathon. Hiyo ndo account ya Instagram, Facebook and TikTok. Kuna information zote, lakini pia platform ya World Marathon ambapo mbio yetu iko kule kwa ajili ya kufanya registration kwa ajili ya international runners, na bei ya usajili kwa East Africans ni 45,000 ya Kitanzania. Yes. Kwa maana kwa wale waoneshaji? Yes. Wakimbiaji. Yes, ambao waoneshaji ambao wanataka kuonesha labda bidhaa zao. Exhibitors. So exhibitors wanaweza wakatafuta kwenye our account pale. We have all the details. Yanazungumzika. Yes, kabisa. Yanazungumzika. Yes. Okay. Sawa. Na ukiwa kama vijana wamepewa nafasi gani ya upendeleo, hasa mfano kijana na jambo lake anataka kulitangaza? Na hilo tumelizingatia kiukweli. Mwaka huu tuna Business Forum ambayo tunakutanisha investors tofauti tofauti ambao ndani ya hifadhi. Kwa hiyo hii ni platform ambayo vijana wanaweza wakatumia kuonyesha umahiri wao katika maeneo tofauti tofauti ya mambo ambayo wanaweza kuyafanya. Lakini pia tuna Serengeti Active Tourism Expo ambayo hii inakutanisha pia watu investors wa utalii, ambayo sasa ni exhibition, watu wanakuja pale. Kwa hiyo kijana, kama una product yoyote au una idea yoyote ambayo inaweza kubadilisha uonaji wa utalii, uhame kuanzia wildlife twende kwenye active tourism. Hii ni eneo bora sana. Sawa, na tumezungumza lakini hatujazungumza kwamba hawa washiriki pengine ni katika vipengele vipi na vipi, kilomita 5, 10 ama ni katika muktadha hivi, kuangalia pengine hawa vijana wanaotajwa wanaweza kushiriki kwenye kilomita ngapi? Kwa mfano mimi 5 nakata. Mimi 21 au 10. Nitaendea bodaboda wakati wa kurudi, nitaenda, lakini wakati wa kurudi usije ukasema mbia amenifukuza kwenye mbio. Tuna mbio za 2.5 ambazo ni za watoto. Kuna 2.5, chini ya 5, nusu ya 5. Yes. 5 kilomita. Sasa ile 2.5 nyie wa Azam mtakimbia
5. Yes. Yeah. So tuna mbili. Lakini tunao watu hapa wanakimbia 21, tunao sisi. Yeah. Okay. Hiyo ni nzuri. Sisi tunao ndani watu ambao wanakimbia. Takata upepo nao 21. Yeah. So tuna kilomita 5, 10, 21 na 42 ambayo ndio full marathon. 42. Yes. Naomba mniweke kwenye 2.5. Sitawaangusha, ila hayo mengine kwa kweli sitaki kuahidi kwa namna hiyo. Lakini kwa nini mtu aje kwenye marathoni asiende kwingine? Upi upekee? Serengeti Safari Marathon kama nilivyosema awali ni event ambayo inakutanisha dunia nzima pale Serengeti. Kwa hiyo tu ni chachu ya kusema kwamba ni mbio ya kitofauti, lakini pia partners wetu tuna UNDP, tuna TANAPA, tuna Azam, tuna Tanzania Tourism Board na wengine wengi. Hao watu kwa kushirikiana nao kiukweli ni ni chachu nyingine ya wewe kuja kushiriki. Namba 3 ni mbio ambazo zinafanyika ndani ya hifadhi ya Serengeti. Ile ni award winning national park kwa miaka karibia 3-4 mfululizo. Sahihi. So hiyo ni chachu nyingine ambayo ni yani mkimbiaji yani lazima ushiriki. Lakini pia kwenda ndani ya hifadhi, unajua ile nayo ni ku refresh. Yani baada ya mbio unaweza kaingia ndani ya hifadhi ukazunguka. Kwa hiyo hayo mambo yote build Serengeti Safari Marathon kwamba mkimbiaji inabidi uje kushiriki mbio. Wakati maandalizi yanaendelea, najua ni jambo kubwa kuanzia sasa Agosti, na najua maandalizi hayajaanza sasa mpaka kuja kufikia Novemba. Vijana wamefaidikaje? Mimi leo nakomana wewe kwa sababu wewe unahusika na vijana. Ukiachana na kuja kuleta vitu, pana kundi la vijana hapa wamefaidika kupata chochote kitu, ajira hata kama nipata, kuna kundi limefaidika? Yeah. Vijana wamefaidika na wanaendelea kufaidika. Kwa nini? Tunapofanya hizi mbio kanda ya Ziwa, kwanza ni exposure. Unajua kanda ya Ziwa wamedeal sana na mambo ya madini na ukulima na uvuvi. Sekta ya utalii kidogo imekuwa kama imetengwa. Sasa vijana ambao tunaibuka sasa hivi, wengi wao na hata tumekutana nao wanaiona fursa ya utalii, lakini sasa bado hawajapata ile niche au kuchochewa na watu. Sasa Serengeti Safari Marathon ndio imekuja na hii blue green economy ambayo inaenda kuimpact vijana. Lakini pia pale tayari Mwanza kuna local guides wengi ambao ni vijana ambao tayari wamejiandaa kwa ajili ya Serengeti Safari Marathon na wanalijua hili jambo na wamelibeba. Kwa sababu wanaendelea na wameanza haya mambo polepole na wanaendelea kujifunza mambo mengi. Kwa hiyo tunategemea watu ambao watakuja kwenye mbio za Serengeti watakao tembelea visiwa watakutana na the best experience ambayo hawajawahi hata kuipata. Sawa, umezungumza dhana ya blue green economy. Ni ujumbe gani ambao mnaupeleka hasa kwenye kipindi hichi cha mabadiliko ya tabia nchi kwenye ziwa kama Victoria, watu ambao wako karibu pale kwa maana waliozunguka ziwa, wanaohusiana nalo, wanaofanya shughuli pale, mnaupeleka ujumbe gani? Kutokea blue green economy tunaupeleka ujumbe wa kwamba hili jambo linaenda kuboresha au kuboresha uchumi wao kwa namna moja ya utalii, kwa namna nyingine ya biashara. Tunapoleta blue green economy, investors watakapofanya investment kule, wao kwanza itakawarahisisha kupeleka mazao yao ndani ya yale maeneo, lakini pia cultural experience ndo kitu pekee, kitu ambacho kinauzwa kwenye vile visiwa, especially kisiwa cha Ukerewe. Kile kisiwa ni cha kitofauti sana na ni kizuri sana, na natamani sana watu waweze kwenda kule kwa sababu pia tunafanya launching kule. Mwaka huu tunafanya launching kisiwa cha Ukerewe, mwaka jana tulifanya cha Saanane. Kwa hiyo hii blue green economy kidogo tulianza mwaka jana, mwaka huu tunaenda kuiboresha, tunaenda kulaunch mbio ndani ya kisiwa cha Ukerewe. Katika misimu hii na 9 kwa maana huu ni wa 9, mmefanya mfululizo 8. Kutoka mwanzo, mwendelezo hapo katikati, mambo yanavyokwenda, pengine labda shughuli zinazoendelea, watu wakiangalia wanaweza kuona hiyo tofauti na huo muda. Ni tofauti ipi unaionaje? Yeah. Namba 1, kumekuwa na ongezeko la nyumba za watalii ndani ya ile miji miwili, Bunda na Lamadi. Hiyo inaonyesha kabisa kuna uchumi unakuwa. Namba 2, kumekuwa na ongezeko la kampuni za utalii. Watu wameona kwamba sasa Serengeti Safari Marathon ni fursa ya wao kuongeza
makampuni ya utalii ili wageni wanapoenda kule waweze kupata ile experience kutokea kule, lakini pia imeongezeka namba ya waongoza watalii kanda ya Ziwa. Kwa nini? Kwa sababu wageni wanapoenda kule, tulivyoanza mbio kidogo kulikuwa na hiyo changamoto ya hivi vitu, lakini sasa tunaweza tuka-accommodate hata wakimbiaji 3000 ndani ya yale maeneo mawili sasa hivi. Kwa hiyo kiukweli Serengeti Safari Marathon imeweza kufanya hayo mambo mazuri sana ndani ya ile miji miwili. Na nina hakika sasa, kwa sababu umetaja Bunda na Ramadi, wenyeji hawatatugecha. Kuna ukarimu wa kutosha kabisa. Tukaja watu wanataka kugecha mura. Sawa. Wakati huo tunatamani pia kufahamu kwenye kipindi kama hichi cha hii marathon ni kipindi cha aina gani kwa waongoza watalii, kampuni za utalii, yani kwao wanakichukulia kama kipindi cha aina gani na wanakitumiaje? Kipindi cha Serengeti Safari Marathon ni kipindi ambacho kwanza wao wanakifurahia, namba 2 wanakibeba kama ni jambo lao, yani sio kwamba ni jambo la watu. Unajua mbio pia sisi tunao organize sio watu wa kanda ya Ziwa, lakini sasa tunaona hawa watu wanalibeba kama ni la kwao. Wanatusupport, wanatupa ushauri wa nini cha kufanya, nani wa kuongea naye, nani wa kufanya hivi na hivi. Kwa hiyo na ni kwa sababu yote haya wameona benefit za hizi mbio kufanyika ndani ya eneo lao. Neno lako la mwisho kwa mtazamaji, lakini pia kwa yule ambaye unatamani ashiriki. Na hilo neno la mwisho ni kwa sasa kaka. Ni kwa sasa. Sawa. Mbio za Serengeti Safari Marathon kiukweli ni mbio za kipekee zinazofanyika ndani ya hifadhi ya Serengeti, na ningependa sana kila mtu ashiriki, lakini pia kwenye series ya event ambazo zinakuja wiki ijayo tutakuwa tunaelekea Rwenzori Marathon ambayo ni mbio zinafanyika Uganda na ni partners wetu. Kwa hiyo tunawasihi sana watu kuendelea kuongezeka kuja kushiriki hizi mbio za Rwenzori. Kiingilio cha kwenda Rwenzori Marathon ni bei ya nafuu sana ambayo ni 550,000. Tutaanzia Arusha kuelekea kule, lakini pia tuna station ya Mwanza ambayo wataanzia Mwanza kuelekea Kasese na kurudi. Information zozote zitakuwa zinahitajika zinapatikana katika page yetu ya Instagram. Unaweza ukaivisit pale au ukaingia kwenye website yetu ambayo ni www.serengetisafari-marathon.co.tz. Lakini pia ningependa pia tulivyopewa banda na ubalozi wa Uganda, tulibidi tutafute makampuni ya utalii. So ningependa pia kuwashukuru Land Africa Safaris kwa kuonyesha upokea hili jambo, lakini pia Instinct Tours ambayo ningependa pia kumshukuru sana Mr. Arnold Makinda, mkurugenzi wa hiyo kampuni, kwa kulibeba hili jambo kama ni la kwake na kwenda kuonyesha vivutio vya nchini kwetu. Sawa. Amani Timothy, ni kushukuru sana. Asante sana. Uniandalia labda kilomita zangu zile 2.2. Mgeni ataki marathon, ataka hiyo raba. Sahihi kabisa. Basi nafikiri tumekamilisha vizuri na imeeleweka pia. Mtazamaji, nikushukuru sana pia kuendelea kuwa nasi kwa matangazo yetu haya moja kwa moja. Mwenzangu ni Victoria Mwakisimba, mimi ni Kevin Ovat, naendelea na matangazo yetu punde, bado tuko hapa.